Shule ya sekondari ya Tambaza kutoka manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam ilifanikiwa kushiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2021. Mradi huu wa Uwezo Award unaoendeshwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Great Hope Foundation hufanyika kwa njia ya mashindano ambapo wanafunzi hubuni mradi wa kijasiriamali utakaoleta matokeo chanya kwenye jamii inayowazunguka na kuitekeleza. Mradi huu huendeshwa kwa nia ya kuwajengea ujuzi wa kijasiriamali wanafunzi wakiwa bado shuleni. Katika Uwezo Award mwaka 2021, shule hii ya Tambaza ilishiriki na kupata tuzo ya dhahabu, yaani Gold Trophy, na kuibuka washindi watatu kati ya shule 224 zilizoshiriki kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Hapa wanaelezea walifanya mradi gani na kwa nini walifanya mradi huo. Tulifanya mradi unaenda kwa jina la Green Friends of the Earth, na miradi yetu tuliofanya ilibase kwenye pila 4 ambapo ni charity, teknohama, utalii pamoja na mazingira. Tukianza na upande wa charity, kwenye upande wa charity tulifanya miradi tofauti ambapo tulianza kwa kufanya siku ya wanawake duniani, tukaamua kwenda Segerea kwa wamama na tukaenda kuprovide vitu kama sanitary pads, ndara na vitu kama hivyo. Lakini pia siku ya Ramadhan tukaamua kwenda kushirikiana na watoto yatima, tukaenda tukafuturu, tukacheza nao, tukafurahia nao, na pia tukaprovide vitu kama vile vyakula, pampers, sanitary pads. Then pia kwenye charity tukaona umuhimu wa kutoa elimu, ambapo siku ya kansa duniani tukaalika wadau wa kansa kutoka Ocean Road wakaja na wakatuprovide elimu sisi pamoja na wanafunzi wetu wa Tambaza High School. Lakini pia kwenye charity mradi mwingine ambao tumefanya, tulienda Lugalo Military Hospital iliyopo Mwenge. Pale tukaprovide damu karibia unit 80, tukaprovide soft drinks, hizi ndara pamoja na pampers and stuff like that. Lakini pia tukaja kwenye miradi ya utalii, ambapo kwenye utalii tukaona kuna umuhimu wa kufanya utalii wa ndani kwenye nchi yetu sisi kama vijana. So kwa kuonyesha umuhimu wa utalii wa ndani tukaamua kwenda Tanga, ambapo tupofika Tanga tukaenda Amboni Caves, wengi ambao tulikuwa hajawahi kufika, tukapata elimu ya Tanga kule jinsi kulivyo, tukaona vitu ambavyo viko kwenye nchi yetu lakini havijulikani. Mfano kuna kisima cha maajabu, kisima ambacho kipo barini lakini kina maji matamu. So kwenye utalii tulifanya mradi huo na honestly tulifurahi na kujifunza mengi. Tukija kwenye swala la mazingira, kaanza na nyumbani kwetu Tambaza, tukaona kwamba kuna umuhimu wa kufanya mazingira yawe bora, ambapo tukaanda garden ambayo ilitufanya tupande nyasi, tukapanda maua, tukagain different skills kwenye garden yetu. Lakini pia garden yetu ni sehemu ambayo moja inavutia sana katika shule kwetu. Lakini pia kwenye swala la mazingira tukaanda mradi wa nyanya, ambapo ilikuwa ni swala la kilimo, sababu garden yetu ni kubwa, tukaona kwamba other space ambayo tunayo tunaweza tukafanya kilimo baadaye. So tukaandaa mradi wa nyanya, tukaenda tukapata skills jinsi ya kulima nyanya kwa kushirikiana na wadau wetu wa East West Seeds. Lakini pia kwenye mazingira, mradi mwingine ambao tumefanya, tukafanya beach restoration, ambapo tuliamua kwenda Coco Beach, tukafika, tukasafisha bahari. Na uzuri wa beach restoration kwamba tuli-inspire vijana wenzetu kuona umuhimu wa kusafisha fukwe zetu, kwa sababu fukwe sehemu ambapo tunaenda kustarehe, tunaenda kuburudika sisi pamoja na familia. Mradi mwingine tukafanya, tukahamia kwenye teknohama, ambapo kwenye teknohama mradi mmoja tuliofanya mkubwa ni mradi wa FSBL, ambapo tuliungana na Future STEM Business Leaders kwa ajili ya kuunganisha science pamoja na biashara, kwa sababu vijana wengi wa science wanafanya physics nini, lakini zile practical zao wanaziingiza vipi kwenye biashara. Lakini pia kwenye teknohama mradi mmoja ambao tulifanya mkubwa mwingine ni kuinspire matumizi bora ya mitandao. Sisi kama vijana, mitandao inajenga lakini pia mitandao inaharibu. So sisi vipaji vyetu tunavitengenezaje kwenye mitandao ili vilete manufaa baadaye. Tukaandaa mradi wa kijana mwenye sauti, ambapo ni mradi ambao tulifanya ilikuwa ni motivational speakings, tunatoa speeches tofauti kwa ajili ya kuinspire vijana wenzetu waliokata tamaa. Lakini pia tukaandaa Green Friday exclusive pamoja na Talent Rise competition kupitia Times FM, ambapo Green Friday exclusive na Talent Rise competition hizi zilikuwa ni miradi kwa ajili ya kukuza vipaji vyetu. Kwenye Green Friday exclusive ilikuwa imebase kwenye utangazaji, ambapo tulikuwa tunatoa exclusives ambazo hazipo. Na mfano tukaona kama vile tulifanya utalii Tanga, tulipofika visima vya maajabu vile havijulikani, so zile exclusive ndio tulikuwa tunazitoa. Lakini pia kwenye Talent Rise tukafika Times FM, tukaorganize shule tofauti, vijana wenye vipaji vya kuimba tukakutana pale, tukawa tunafanya kama competition, and actually ilikuwa ni successful. Lengo la kwanza ilikuwa ni kuhamasisha vijana kupromote culture ya nchi yetu,
kama inavyojulikana, culture yetu ndio inaotubeba kuonyesha value ya nchi yetu na zile blessings zote ambazo tunazo. Pia lengo lingine ni kwamba kuhamasisha vijana kufanya innovations mbalimbali kupitia science and even arts kwa ajili ya kuweza kufanya ujasiriamali na mambo mengine aidha ya kiuchumi au ya kimaendeleo katika science na teknolojia. Pia lengo lingine ilikuwa kuchukulia changamoto au shida za wengine kama za kwako, yani kwamba tusiwe wachoyo, tusiwe wagumu kwenye kutoa na kusaidiana, tuna ile hali ya kusaidiana. Pia kingine ni kwamba kupromote domestic tourism ya nchi yetu, kupromote utalii wa ndani wa nchi yetu kwa raia wengine ambao ni wa Tanzania na hata ambao sio wa Tanzania, kwamba watu wajikite sana katika kufanya utalii wa ndani kwa sababu pia una manufaa kwetu na pia katika pato la taifa pia kiujumla. Mradi wa kwanza ambao tulikuwa tunaufanya ili ku raise fund, tulikuwa tuna miradi ya sambusa ambao tulikuwa hasa tumejikita kuuza hapa shuleni, lakini pia tulikuwa na mradi wa Haljuji juice ambazo hizo juice tulikuwa tunaziuza shuleni lakini nje ya shule. Lakini pia tulikuwa na mradi wa ubuyu ambao tulikuwa sana tumejikita katika kuuza hapa shuleni. Sasa nyingine ambayo ilikuwa tusaidia katika ku raise funds ambayo ilikuwa tusaidia katika project zetu, tulikuwa tuna sponsors ambao walikuwa tusaidia katika ku raise fund ambayo ilikuwa tusaidia katika kufanya events zetu. Mtu wa kwanza, kuna mwalimu wetu mkuu hapa shule ya Tambaza, alikuwa anatusaidia kiasi fulani ambazo ilikuwa tukiwa na tukio letu huwa alikuwa anatusaidia katika kuhakikisha shule yetu inaenda. Lakini pia tulikuwa na dada yetu Malaika, alikuwa pia anatusupport katika shughuli zetu. Wanaongeleaje changamoto walizopitia katika kufanya mradi huu? Changamoto ya kifedha, kwa sababu sisi wengi ni wanafunzi, na miradi mingine ilikuwa inahitaji pesa, ilibidi sisi tuchangishane, alafu wote tunatokea pia katika mazingira ya kawaida, ilikuwa inachelewesha kwa namna moja ama nyingine, lakini mwisho wa siku tulifanikisha. Na changamoto ya pili ni vile kuaminika sana kwa wazazi na sehemu ambazo tunakwenda kuomba msaada. Unakuta kama tulikuwa tunatua ya kwenda Tanga, ilikuwa inataka siku 3. Kwa hiyo kumwaminisha mzazi kwamba natoka na kwenda tena nje ya mji wa Dar es Salaam kwa siku 3 kidogo ilikuwa mtihani, lakini tumeweza na tulifanikiwa pia kwenda wanafunzi almost 15. Lakini pia kuingiliana kwa ratiba, kwa sababu tulikuwa tunafanya miradi mingine kulingana na kalenda ya dunia. Kwa mfano kama siku ya wanawake duniani ambayo inafanyika tarehe 8 mwezi wa 3, lakini sisi ilitubidi either tufanye before tarehe 8 au after. Kwa hatukuwa tunafanya kwenye ile event moja kwa moja, kwa sababu unakuta labda kama tarehe 8 ni siku ya shule, whether ni kati ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa kunakuwa hatuwezi kufix pale, lazima utafute either weekend ambayo iko mbele au nyuma. Lakini kingine, kuna changamoto ya vifaa sana kwenye upande wa mazingira, mostly kwenye garden ambayo tuko, kwa sababu tulikuwa tunafanya usafi sana Jumamosi, na Jumamosi sio siku ya shule rasmi in search. Kwa unakuta kuna mtu mwenye funguo labda hajaja hivi hayupo, kwa hiyo itabidi sasa tuhairishe tusifanye kwa sababu hatuna vifaa, funguo hamna. Lakini pia tulifanya beach restoration, ile mara ya pili tulikosa gloves, kwa ilitubidi tuvae mifuko ya nylon katika kuokota takataka. Mwisho wa siku kwamba sio kama tunakataa changamoto, tulikutana nazo na tulizipokea, na ndio maana tuliweza kufanya yote hayo mpaka akaisha. Kama kukosa gloves tukatafuta alternative hapo, lakini tukaendelea na swala lingine. Tulitaka kujua pia kuna mambo yoyote wamejifunza katika kufanya mradi huu. Nimejifunza kwanza teamwork, because tukiwa tunafanya our plantations kwenye the garden, like we do it together. Lazima wote tu participate katika kufanya the activities in the garden. Kwa hiyo imenifundisha sana katika cooperate na kufanya kazi pamoja katika garden. Pia nimejifunza responsibility, because this GFE is a volunteering thing, like hamna mtu ambaye anakupush kufanya. So through this nimejifunza mwenyewe kuwa responsible, kwamba ikifika muda fulani I have to go and do this, I have to do because it's my responsibility. Kwa hiyo nimejifunza sana niwe responsible katika sio tu GFE but then hata in my life generally, like so lazima nipushiwe ili kufanya kitu. Pia nimejifunza awareness, kujitambua mimi kama mimi, nimejitambua my position in the society, like mimi kama kijana nina uwezo mbalimbali ambao naweza nikafanya differently na nikasambaza kwa vijana wenzangu. Like we vijana have talents, lakini we keep them silent.
hatuzionyeshi kwa watu, lakini through JFE nimeweza kujua my talents, nimekuwa aware of my talents na nimeweza kuzitoa. Uwaga tuna event kadhaa kwenye ofisi yetu. Kwa hiyo inaweza tu ikatokea labda saa anasema sasa hivi muda for entertainment, anatakiwa mtu aje, then nilikuwa scared at first, but then nikaenda nikaimba and people were like, yeah, you know how to sing. Kwa hiyo I was like, kumbe najua na mimi kuimba and I can stand in front of people. The most 3 basic things ambavyo nimeweza kujifunza ni confidence, ambapo ilinijengea ile self affirmation kwamba naweza nikaamini katika kile ninachofanya na kikaleta impact katika jamii. The second thing nilichojifunza ni teamwork, kwamba there are things ambazo huwezi ukafanya ukiwa peke yako. You have to work with people. Kwa mfano kwenye miradi yetu, most of the ideas ingekuwa ni mradi wa mtu mmoja, obviously idea nyingi zisingepatikana. So kupitia ile kundi la watu ambao tulikutana ili tutengeneze miradi, idea nyingi zilibuka kama charity, tourism, technology. So that's the second, teamwork. Na the third thing ni interactions, ile interacting skills, kwamba you need a supporter, lakini unawezaje kumpata supporter? You have to actually go interact na watu ili upate watu ambao wanaweza wakasupport miradi yenu. So, and the last thing pia, it's hard work, kwamba nothing comes easily. You have to hard work ili upate kitu. You have to struggle. Tuseme kama nakumbuka kwenye mradi wa Lugalo, we had to struggle kwamba ile unaenda unatafuta wapi tutatoa damu, wapi tutafanya charity event, lakini it's not just any place, kwamba at the end of the day mna struggle hadi mnaenda mnapata Lugalo, kwamba you have to go through stuff ili upate kitu kile ambacho intend at the end. Nimejifunza being positive kwa sababu kwenye kila tunachokifanya changamoto hazikosekani. Kuna changamoto za kuaminika, changamoto za kukatishwa tamaa, lakini changamoto sisi tumejifunza kuzipokea vyema kwa sababu changamoto ndo hutujenga. So tumekuwa vijana ambao hatuogopi changamoto, ila vijana ambao tunahitaji changamoto kwa sababu changamoto tumeona kwamba ni fursa kwetu. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho nimejifunza. Kujitolea kuna faida nyingi sana. Kama unaona sisi vijana tumeunganika kwa pamoja, tumeamua kujitolea kuanzisha miradi ambayo inainua jamii, inaleta ushirikiano katika jamii. Mfano, sisi miongoni mwa nyenzo tulizokuwa tunatumia kupata pesa ni kutoa pesa tulizokuwa tunapewa kiasi kidogo na kuwachangia watu wengine. Kama tulienda Almadina kwa ajili ya kuwachangia watoto ambao hawakuwa na wazazi. Mwalimu mlezi aliyesimamia mradi huu akaongelea mtazamo wake juu ya ushiriki wa wanafunzi katika mradi huu. Miradi waliofanya wanafunzi mwaka 2021 ilikuwa katika sehemu 4. Kulikuwa na charity, kusaidia watu ambao wenye uhitaji kwenye jamii, lakini pia kulikuwa na teknolojia, lakini pia mradi mwingine ulikuwa ni kuhamasisha utalii, hasa utalii wa ndani, lakini na mwisho kabisa ulikuwa ni mradi kuhusu mazingira. Ulikuwa umedili katika nyanja hizo hapo. Vitu vikubwa wamejifunza, cha kwanza uongozi, lakini pia kitu kingine ushirikiano, lakini pia imani na uthubutu. Ndio vitu ambavyo vikubwa sana wamepata kupitia hiyo miradi yao wakati wakiwa wanaifanya. Kiujumla ni miradi ambayo iliwezesha watoto kuonyesha uwezo wao. Kama vile na slogan ya uwezo wao inavyosema, onyesha uwezo, chukua hatua. Kwa hiyo watoto walijifunza vitu mbalimbali, walipata exposure kubwa, lakini pia walitengeneza uwezo wa kuja kuwa viongozi, wa kuja kuwa watu wakubwa kwenye jamii baadaye, au kuja kutatua matatizo mbalimbali kwenye jamii. Na huu ndio mradi uliowapa wanafunzi wa Tambaza Sekondari ushindi katika Uwezo Award mwaka 2021. Chukua hatua, onyesha uwezo.